niseme tu wazi kuwa bado ardhi yetu haijapimwa ipasavyo, 28% tu, na hivyo 28% tu ndio ambayo imekamilika kupangwa na kupimwa, na hivyo bado kasi zaidi inahitajika ili kufikia malengo ya serikali. Naomba niendelee kuasisitiza kufanya kazi zenu kwa ufanisi, mkiongeza kasi na ubunifu zaidi, lakini huku mkitilia maanani miiko ya taaluma yenu. Hapa naomba kusisitiza kutilia maanani miiko ya taaluma yenu. Lakini na sisi kwa upande wetu kama serikali tutaendelea kupanga budget na kushirikisha wadau wakiwemo wapima ardhi kutoka sekta zote kwa ajili ya kuhakikisha kuwa kazi mbalimbali za upimaji na ramani zinatekelezwa ipasavyo. Napenda kutoa maelekezo na maombi mahususi kwa washiriki wa kongamano hili. Shirikieni kikamilifu katika majadiliano, mawasiliano na mijadala yote. Toeni mapendekezo yenye tija yatakayosaidia kuimarisha sekta ya ardhi nchini. Hifadhi nidhamu, maadili, weledi wa kitaaluma katika majukumu yenu ya kila siku. Chocheeni ubunifu na matumizi ya teknolojia ili kuongeza ufanisi wa huduma kwa wananchi. Hakikisheni ushirikiano na taasisi za serikali na sekta binafsi katika kufanikisha ajenda za kitaifa. Taasisi hizi mbili, IST na IT, zimekuwa zikishirikiana kwa ukaribu katika nyanja mbalimbali. Kama ambavyo mnafahamu, wapimaji na wahandisi ni shughuli zao zinaendana. Hivyo katika kudhihirisha haya, IST na IET wameandaa MOU. Tayari tumeandaa MOU kwa ajili ya kushirikiana katika kazi mbalimbali. Mwaka 2026 mwezi Septemba tunatarajia kuhost mkutano maalum huu ambao unajumuisha wahandisi wote kutoka Afrika. Hivyo basi tuchukue nafasi hii, ndugu Rais wa IST, kuwaomba ushirikiano wenu katika kuandaa mkutano huu muhimu kwa bara letu la Afrika.